Hi guys, naitwa Fee, niko na mpenzi wangu Wizi. Tuko Gavoo Media kwenye kipindi cha The Couple. Tuko hapa kuelezea mambo machache I can say kuhusu safari yetu ya mapenzi. So karibuni. Leo kwa mara ya kwanza tupo hapa Gavoo. Kwenye kipindi cha The Couple. Tunatakiwa to express our feelings here. Tuongee vitu tofauti. So say something. Yeah, anything. Chochote. Just be free. Tujuana. Nakumbuka. Nakumbuka sijasahau actually. Mimi na wewe tulikutanishwa kwanza, hatukukutana. Si ndio? Tulikutanishwa na mtu alitukutanisha. Mimi alikuwa ni rafiki yangu. Mimi na wewe tulikuwa tujuani. Hivyo. Lakini tulikutanishwa mtandaoni kwanza. Kwa sababu tulikuwa tunakuona. Then after ndio tukaja tukaonana. Nakumbuka mpaka tarehe kila kitu. Tarehe 27. Tena mwezi kama huu. Tarehe 27 ni siku tulikutana. Yeah, namaanisha siku ambayo tumekutana. Sio siku ambayo tumekutanishwa mtandao. Siku ambayo tumekutana. Unajua kama sikuwa mimi ndio nakutafuta na wewe kwanza. Yeah, najua lakini mimi nadhani ni mipango ya Mungu tu. Ndio. Sababu wewe wako nitafuta nani I mean wifi yako, si ndio? Mke wa kaka yako. Yeye ndo alinitafuta. Na akawa na chat na mimi as if wewe ndio na chat na mimi. Lakini yote hiyo ilikuwa ni mpango wa Mungu. Mwisho wa siku ukaelekea tukakutana. Hivyo. Kwa ni it's just good plans. Mpango tu ya Mungu. Unajua nakupenda. So unajua? Unajua? Asilimia ngapi? Mimi Sinazidi. ngapi? Nyingi. Ngapi? 120. Kiwangu, mimi nakupenda sana na kwanza umenizalia mtoto mzuri, mrembo, mashallah. Mtoto wangu ni mrembo sana kama wewe. Kwa mimi naamini sijakosea kwanza kukuchagua. Nimekuchagua msichana mrembo na akili. Nilikuwa na akili darasani na una akili za maisha. Una akili za darasani na una akili za maisha. Kwa nadhani you're perfect. Kwa hata mtoto wangu pia atakuwa perfect na mimi. Japo sasa kuchagua, si ndio? Au utaniangusha? Kwa mfano ukiambiwa uelezee mapenzi yetu kwa neno moja. Mapenzi. Yes. Kwa neno moja. Yes, unaelezea mapenzi yetu kwa neno moja. Raha. Wewe mapenzi yetu bila wewe ni kama raha. Si raha. Au Tuna-enjoy. Kugombana tunagombana, lakini tunagombana pamoja tunapatana mara 100. Kwa hiyo ni burudani tu, ni fresh. unaona tuko wapi ni labda ndani ya miaka 10 mbele, miaka 10 na watu kwa wapi? Tuko mbali sana hicho. Tuko mbali sana kwa sababu mimi mwanaume wako kwanza ni mpambanaji, yeah. Afu pia napambania familia yangu, napambania wewe, napambania mwanangu, right? Kwa hiyo siku zote
anayefanya kazi kwa bidii atafanikiwa. Mungu anaona, unajua. Ukiwa unapambana, unafanya kazi kwa bidii, unafanya kazi kihalali, Mungu anaona pia. Kwa hiyo just give me some time, nivumilie kidogo. Hautabadilika maana nyie. Hapana. Sasa kwani unapoona unahisi kama nitabadilika hivi? Si kwa navyokuwa. Tumeishi na mimi, nimeishi na wewe ni muda mrefu sana, ndio? Na unapoanza kukaa na mtu mwanzoni lazima kuna tabia za kupretend, unakuwa una pretend, unajua? Una pretend maisha, una pretend kucheka, una pretend kuongea. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndio unaanza kuonyesha uhalisia wako, si kweli? Kweli. Kwa hiyo mimi unadhani mimi mpaka sasa hivi nitakuwa pengine kama ningekuwa mtu wa kupretend, ningekuwa na pretend. Kama mtu ni mtu wa wanawake, ataonyesha tabia fulani nzuri mwanzoni, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndio nakuta sasa uhalisia wake unaonekana. Unajua unaweza kumvumilia mwanaume at his lowest. Alafu ukishajipata sasa huko unaweza kuniona mimi na sifu. Yaani kizuri ni kwamba mwanamke wangu ni mrembo. Sakwa. Hiyo sio tija. Hiyo sio tija urembo, urembo kwanza. Cha kwanza mwanamke wangu ni mrembo. Kila mtu ana uzuri wake. Cha kwanza mwanamke wangu ni mrembo. Cha pili anazalia mtoto mzuri. Cha tatu ni mtu ambaye tumeshibana. Sasa mimi nikikuacha wewe naenda kwa nani? Tumeshibana. Kila sehemu tuna fit. Nikikosa hela, nikwambia mama leo tunakula dagaa, unakula. Tukipata tunakula. Mwanamke gani anaweza kuvumilia kula dagaa? Wapo. Wazuri. Wapo. Achana mwanamke awe mzuri afa anakula dagaa wewe na wewe na wapo shwari. Ni ngumu sana. Japokuwa mwanamke akikupenda na kuvumilia, lakini wachache sana ndio kuvumilia. Kwa mimi nimekaa na wewe, nimekupima, nimekujua. Hiyo kipindi chote ambacho mimi nimekaa na wewe. So kipindi chote tulikuwa tunakula vizuri, tulikuwa tumepitia situation nyingi, sio? Lakini angekuwa mtu mwingine asingeweza kuvumilia. Kwa wewe ni pema. Promise, nike promise hapa Gavoni. I promise you. Tumekea sana kupromise kila siku. Shetani ana nguvu lakini amezidi Mungu. Mungu wetu ndo ana nguvu zaidi kuliko hata shetani. Hakuna diski. Hapa naona kuna vikaratasi hapa. Kuna maswali. Let me check and ask you. Ni tabia yako ipi ambayo umegundua kuhusu wewe tangu tuwe kwenye mahusiano? Tabia yako ipi ambayo umegundua kuhusu wewe tangu tuwe kwenye mahusiano? Kununa. Ya kwako? Yes. Kununa. Napenda kununa sana. Sahihi kwa sababu ni mwanamke. Sasa ni mwanamke na napenda kununa kwa sababu unanikera. Kukera, nakukera. Unaniuza ni sijui nini sijui nikwambia yani unaniuza. Napenda kuniuza vitu vidogo yani naika moyoni nakuwa na vinyongo. Kama mfano basi na unanikera, naweza nakuita labda nakutuma kitu. Mimi napenda kukutuma in short. Naweza kutuma kitu umekaa na simu muda wote, mimi sipendi. Sipendi mara tatu sipendi. Afu unakuja kuniuliza. Basi mke wangu sio nanuna, sawa? Afu unakuja kuniuliza umekasirika na unajua kabisa nimekasirika. Basi usio nanuna. Sipendi. Wewe mwenyewe ukiwa unanuna mimi mwenyewe nakuwa sijisikii vizuri. Wewe mwenyewe unanijua. Afu ndio maana unanuna maksudi.
Ukiniona mimi mwenyewe nakuwa siko sawa. So ukiniona mimi napiga story na nani? Basi ndio hivyo. Anaye hajakuwa bora, hata anaye angekuwa amekuwa mkubwa. Ningekuwa napiga story na mtoto wangu. Wewe unanuna sasa mimi napiga story na nani? Ndio maana mimi mwenyewe nakuwa nakubembeleza. Mtu hawezi kununa bila sababu. Basi nitakufanya usione. Kama unaona kuna kitu mimi sipendi usifanye. Haya. Unapenda nikuoneshe upendo kwa njia gani? Maneno ya kutia moyo, muda, zawadi, matendo. Matendo na muda. Zawadi ni yaani naweza nikasema ni kama viungo tu. Kama unavyopika labda pilau unaweka viungo vile. Lakini matendo na muda ni vitu vya msingi sana kwenye mapenzi. Ukinionyesha matendo mazuri, mapenzi, ukinipa muda, sababu pia mapenzi ni muda. Ukinipa muda nakuwa na feel good, feel proud, mwanamke wangu ananipenda. Mimi huwezi kuniletea zawadi afu nikadefine kwamba mwanamke ananipenda. Sawa, ni sahihi, lakini ukinipa muda wako, ukinipa na matendo yako pia, I feel more good. Yako. Mimi nipate swali moja gumu. Unajivunia nini kwenye mahusiano yetu? Unajivunia nini kwenye mahusiano yetu? Najivunia kupata mwanaume mchapakazi, first and foremost, mchapakazi. Unaniheshimu, unanijali. Though una mapungufu yako, siwezi nikayasema hapa, lakini hivyo umefit kwenye sekta zote. Thank you. Ni changamoto gani siku ikikukuta ungependa tutatue kwa pamoja? Changamoto gani ikikukuta ungependa tutatue kwa pamoja? Kuumwa. Yaani kuumwa kivipi unajua? Yaani mimi sijawahi kuumwa. Unajua hicho kitu? Sijawahi kuumwa nikiwa na wewe. Kwa natamani kama siku ikitokea nikaumwa, usiende mbali. Unajua kuna mtu mwingine anaumwa afu anamkimbia mtu wake. Mimi sijawahi kuumwa, kwa sijajua bado pia. Siku nikija kuumwa utakuwa unanikea vipi, utakuwa unanisaidiaje yani? Tunatatua vipi yani? Tatizo mpaka nakuja na kaa sawa na kuwa recovered. Rafiki ana nafasi gani kwenye mahusiano yetu? Rafiki ana nafasi gani kwenye mahusiano yetu? Kwanza mimi na rafiki mmoja, unamjua Esme. Rafiki yangu mimi hajui matatizo yangu mengi sana, ni kama ni matatizo na mwelezea tu vitu vya kawaida bwana, 1 2 3, lakini sio yale matatizo. Hata tukigombana usikusikia kwamba Jasmine maybe amekutafuta akakwambia wewe mbona umemfanya hivi feti. Hakuna task moja. Kwa mimi sina ile kutoka eti sijui nimtafutie rafiki yangu ati nimwambie bwana mimi nimegombana na wewe sijui nini na 1 2 3 no.
kwenye hilo nakupa big up. Nakupa big up. Yes, sijai kuuliza mtu matatizo. Of course. Sijai kusikia. Yes, vitu vingi sana tunakuwa tunafanya ndani, tunagombana, tuna nini. Sijai kusikia kwa rafiki yako. Hiyo ni sahihi. Nitamuelezea kama kuongea tunaongea na mwambie siri zangu, vitu vingine. Kuna vitu vya kumwambia na kuna vitu kwa sababu labda nimemwambia atakuonaje, labda kumbe huyu naye ndio yuko hivi, si unajua ile. Yeah. Ni jambo moja ambalo unanifanyia na linakufanya ujisikie vizuri. Kupika. Ujui. Jambo moja, rudia swali. Ni jambo moja ambalo unanifanyia na linakufanya ujisikie vizuri. Unanifanyia mimi? Wewe unanifanyia mimi. Rudia swali, sijaelewa bado. Ni jambo moja ambalo unanifanyia na linakufanya ujisikie vizuri. Kukujali. Yaani nikikujali wewe mke wangu, waga najisikia vizuri sana. Yaani unajua mimi muda mwingine niko tayari nijinyime kwa sababu yako. Kwa hiyo na kuwaga najisikia vizuri sana mke wangu ukiwa unafurahi, ukiwa unacheka, una amani moyoni, na kwa najisikia vizuri. Kwa nikiwa nakujali kwa namna yoyote, kihisia, kipesa, na kwa najisikia vizuri sana. Sana. Wanawake mna nguvu. Wanawake mna nguvu sana. Ni hofu gani kubwa ulionayo kuhusu mahusiano yetu? Kukupoteza. Hofu gani kubwa ulionayo kuhusu mahusiano? Hofu ya kukupoteza. Kwa nini? Kwa sababu ni kwenye mahusiano yangu yote yaliyopita shule sio mambo mahusiano ya shule. Kwenye shule kila mtu kwa ni mtu ambaye nimeanza naye mahusiano ya serious ni wewe, mpaka tumefikia hatua tumezaa mtoto nini. Kwa sasa nikikupoteza nadhani yani hiyo ndio hofu yangu kubwa, kukupoteza. Okay. Na mimi nakuhakikishia leo hapa, wewe ndo mke wangu, wewe ndo familia yangu, wewe ndo mwanangu mwenyewe. Sasa kupoteza leo sawa ndugu yangu. Sawa? Sawa. Inshallah. Sasa tuendelee. Ikiwa ungeweza kurudi nyuma miaka miwili ungenishauri? miaka miwili. Kwanza miaka miwili nyuma ulikuwa unasoma. Ningekushauri ukaze sana. Usome sana. Kama tungekuwa tuna mahusiano, nisingekushauri ubebe mimi chapani. Sekondari. Sio chuo. Ulikuwa unasoma lakini chuo. Nisingekushauri ubebe mimi. Alafu pia ningekushauri usome sana. Kama tungekuwa hatupo kwenye mahusiano, ningekushauri uachane na wanaume. Uachane na mambo ya mahusiano kwa sisi na shule. Ni kitu gani unahisi hatukizungumzi ya kutosha? Ni kitu gani unahisi hatukizungumzi? Maisha, yani mbeleni nisemeje? Kuna kitu
Sasa tuje kuzungumzia vitu vya mbeleni kwa bwana mke wangu tutafanya moja mbili tatu. Tunaongeaga bwana. Tuongee. Sema mara moja. Yaani tupo tunaishi lakini ni sawa ni sahihi. Kwamba bwana tutafunga ndoa maybe. Ni sahihi. Ni tunaongea takuoa lakini hivyo hatujui kusema kweli tutafunga ndoa maybe mwakani. Hatukizungumzia ya kutosha mara kwa mara ni sahihi. Lakini tunazungumza ile sio kuongea unaongea lakini ndio ile kwamba nitakuoa basi. Lakini sio ile nini. Sawa. Hatuongelee kuhusu future. Okay. Ni sifa gani kwangu unazoziona kama nguvu zako pia? Utii inamaanisha heshima. So kwamba kabla kwa na wewe ulikuwa huna heshima hapana. Ila nahisi kama vile kipindi ambacho nimekuwa na wewe umekuwa na heshima zaidi. Japokuwa nilikuwa sikujui sana zamani. Ila kulingana na story za marafiki zako pia nasikia ulikuwa kama mshauri. Hapana. Ndio. Hata comment za TikTok wale marafiki ambao wamesoma nao. Sasa ni hayo ni mambo ya shuleni. Sasa ndio na mimi nakuwa nachukia hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani heshima ni nguvu yangu mimi. Na kumenyoka hivyo. Ni nguvu yangu. Kwa hiyo ndio unafanya mimi nina heshima. Sio kwamba ulikuwa huna heshima, ulikuwa nayo. Lakini sio kama sasa hivi. Sasa hivi mke wangu nilikwambia, baby, usifanye hivi, ufanye. Usiende huko uende. Usifanye hivi, fanya hiki. Unanisikiliza. Ni nguvu yangu. Ndio. Ninakupa tu heshima kama mwanamke wako. Jasmine. Sio kwamba useme ni nguvu. Jasmine ngoja kwanza. Jasmine, wewe unataka nasema. Jasmine anakuzuia. Wewe utakubali. Utamsikiliza Jasmine. Nitamsikiliza sichoga. Sio sana lakini mimi tofauti na mimi nikikwambia. Basi usiseme kama mimi nguvu yangu imekuwa kubwa. Nasikia. Je, unafikiri ni sawa kutunza siri fulani kwenye mahusiano? Kwa nini? Yaani nalopoka. Naweza nikasema simwambie lakini baadaye uvumilivu unanishinda. Naongea nasema kwa mimi sijawahi kutunza siri. Umbea. Kama Umbea. Labda kama mambo ya kifamilia nyumbani kwetu. Sawa, lakini hapa swali nimesema hivi, je, unafikiri ni sawa kutunza siri fulani? Siwezi na sijawahi cha kwanza. Siwezi. Kwa siri zangu mimi nitazitoa nje. Au hujaelewa swali? Kutunza siri, kutunziana siri au maybe na kitu fulani. Unafikiri ni sahihi kutunza siri fulani kwenye mahusiano? Ndio, ni sahihi kutunza siri. Sasa mbona unasema kutunza siri? Ni sahihi ndio kutunza siri. Kwa kuna siri zangu mimi ambazo nimetunza. Ndio, kwa nataka niwe namwambia kila mtu kwa nifuate Jasmine mwambie bwana mwezi $1 2 3 ndio hivyo ninavyotaka. Hapana. Ni sahihi. Sawa. Ni tabia yangu gani usiyoipenda na unahisi ni ngumu kubadilika? Tabia ambayo sipendi kutoka kwako. Tabia kuchelewa kulala. Hiyo ni yote. Afu na hiyo sio Ni tabia yako. Haimaanishi kama sijaona kama wamesema ni nzuri au mbaya. Wamesema ni tabia yako.
Wewe ndio umenifundisha. Basi mrudia swali. Ni tabia yangu gani usioipenda? Na unahisi ni ngumu kubadilika? Okay. Tabia zako zote yani mimi nadhani sioni, kwa sababu kama ungekuwa na tabia mbaya ambayo mimi siipendi, afu kila siku nakwambia uiache afu uiache, ungekuacha. Mimi mtu fulani ambaye napenda sana kugive up, mtu fulani ambaye nimenyoka sana. Kwa kama na yeye hujanyoka na kuweka kwenye njia zangu, hutaki kitu fulani, sipendi, hutaki, na naona kabisa wewe ni mgumu kubadilika. Umenyoka mke wangu. Umenyoka sana. Je, ikitokea nimepoteza kumbukumbu, kitu gani utatamani nisikumbuke? Kitu gani? Yaani mfano nimepoteza kumbukumbu hapo sasa hivi, ni kitu gani unatamani mimi nisikumbuke? Maisha yako na wanawake kabla yangu mimi. Usicheke. Maisha yako na wanawake wako. Usikumbuke kabisa unachofanya vile vitu. Ujinga plus ujinga plus ujinga plus ujinga. Sawa, lakini sikumbuki hata hiyo. Japokuwa sijapoteza kumbukumbu. Shasahau. Ukiambiwa unieleze kwa maneno matatu. Mpole. Mtiifu. Mtu anapenda kujali. Ni maneno na ni sifa pia. Kiwango mpole sana. Pia anatii sana. Kwenye hilo siwezi kuchoka kukusifia kwenye hilo swala. Unatii sana. Pia una care sana. Kiamka asubuhi kutana na chai, nikiwa kazini unaniuliza umekula. Yaani nimetoka nyumbani nimekunywa chai, nafika kazini unaniuliza umekula. Imagine. Okay, mwema. Kwa hiyo kwenye hivyo nakubaliana nawe. Swali langu la mwisho nadhani, ni mafanikio gani ambayo unajivunia mpaka sasa? Ni mengi. Kwanza tunaishi. Kumbuka kwanza ni siku kukuta wewe. Yeah. Kuanzia ni kazini tunaanza kusema tenge tu yote. Kuna hatua umepiga ndio. Sure. Kuna hatua ambayo umesogea. Although sio kwa asilimia kubwa, lakini kuna hatua kidogo umesogea. Ni kubwa. Yes. Kutoka chumba kimoja mpaka chumba vile sio kubwa. Ni kubwa. Kwangu mimi ni kubwa. Yeah. Unajisikia kuhusu usawa na jukumu katika mahusiano yetu? Je, kuna kitu unapenda kibadilike? Kwenye majukumu
siwezi nikaweka doubt sana kwa sababu wewe ni mwanamke, ndio. You deserve to kupewa pesa. Una deserve kupewa pesa, una deserve kuhudumiwa. Kwa hiyo kama ikitokea Mungu akatujalia kugawana majukumu, tutagawa. Lakini mimi napenda sana mwanamke wangu aishi kama malaika. Mimi ndio natakiwa nipambane. Mimi ndio ni hustle sababu yako. Hata nikiwa na hustle na kwanza nakuwa na feel proud kwamba mimi ni mwanaume na hustle kwa sababu ya mke wangu. Ninapokuona hivi mke wangu anapendeza na ninaona kabisa ni jasho langu. Kwa hiyo kama ikitokea wewe mwenyewe ukipendezwa kugawana majukumu, it's okay. Mimi sina yana. Lakini una deserve mama. Una deserve. The last question. Ni ndoto zako gani kubwa ungependa kutimiza ukiwa na nini? Na ndoto nyingi sana. Nyingi. Maendeleo. Na ndoto ya maendeleo. Kwenye maendeleo kuna maendeleo ya kiuchumi. Na maendeleo ya kimahusiano. Mimi na kuoana. Lakini kitu cha mimi na wewe kuja kuoana pia ni maendeleo. Kwa tumevuka. Kwa hiyo ni vitu vingi sana natamani nifanye niwe developed nikiwa na wewe. Sio mtu mwingine. Sababu umejikuta sio katika hali ya chini sana kwamba nakosa hata ya kula wao. Lakini hapo uliponikuta nikija kupanda still nitamani wewe. Ndio maendeleo yenyewe. Ndio yenyewe sasa mimi nakulazimisha. Lazimishaje? Basi kwa sababu basi wakuone nikiwa sina hiyo hivyo. Sawa, shida. Promise time. Sitaki kwenda kinyonge kwa sababu mwingine ataenda kinyonge. Kwa nitafute kidogo nitaka. Just give me some time. Sawa. Lakini sio kwamba watu wasije wakafikiri kwamba sijaenda kwenu ndio sina mimi na mawasiliano na ndugu zake. Tunaongea ni vile tu sijawahi kufika na sijawahi kuona, lakini tunawasiliana. Sio kweli? Okay, prank tulizopewa ni kila mmoja anipigie rafiki yake amwambie kwamba tumegombana, afu tuone reaction zao zitakuwa. Okay, kwa hiyo nianze kumpigia mimi rafiki yangu, si ndio? Sasa nipigie. Pigia nani? Marafiki zangu machizi sana. Ngoja. Okay, nipigie.
Mbona okay? Ngoja nimpigie Deo Lebron. Kaka. Deo. Inakuaje? Kama awali. Fresh ni wapi hiyo? Tuko kutoka mwanangu. Mwanangu na kipengele mwanangu. Niegeze tajiri. Da, mwanangu shemeji yako hapa. Tumezunguana mwanangu ameondoka huko hapa hivi. Shemeji yako. Tumezunguana hapa. Nyumbani. Sasa ameondoka, amebeba vitu kasepa mwanangu. Sasa amna ni quarrels tu, tumezingwana tu kidogo mwanangu, kachukua mtoto, kachukua vitu kaondoka. Sasa nashindwa hata nifanyaje. Nafanya mwanangu. Sijui ndo nimekupigia mwanangu, at least leo nishauri. Nimepigia Dennis hapa naona tumepishana kidogo. Sasa nyumbani kwa wapi? Nyumbani kwao? Au kaelekea? Sijui mwanangu, amechukua tu vitu kaondoka. Kuelekea au sio tena kuelekea? Yes. Sio nafanyaje mwanangu? Nimechanganyikiwa kinoma. Sasa uko mtani au mwanangu? Mimi nipo home, Jumanne siingiagi kazini. Amondoka leo? Yaani hapa sasa hivi ninavyokuambia kaondoka. Muda huu hapa hivi. Na simu apokee. Apokee mwanangu. Au ndio nitumie namba mwanangu ndio hata kumpigia. Utamwambiaje sasa? Hata kama ukimpigia utamwambiaje? Nyumbani ni huko hivi. Sielewi yani ameelekea wapi mwanangu. Wewe mwanangu nipo. Kwani issue ilitokea ni kama ni issue kubwa sana? Hamna, unajua itaingia asubuhi tu kwa tunagombana sasa. Na kitu hapa kimetokea tu, yani amechukua vitu kaondoka. Sila sijui. Kwa nini? Kwa nini sijui kuongea na wazazi wake au nini? Au unaonaje hapo? Sasa wazazi wake mwanangu na waingiaje? Mimi mwenyewe sijamuoa huyu mtoto. Kaka, hapo kuna mtoto mwanangu hata hujui kwa wapi sasa hivi. Yaani hicho ndio kinachoniumiza kichwa, yuko na mtoto. Sasa, hapo fanya mwanangu hapo. Ngoja nifanye kwa mpango mwanangu, kama hata vinaweza nikatoka huko hivi nijue hata kama naweza nikaje hivi nije tabaka. Ndio hapa bwana ndio. Hayo mwanangu na pia kwanza mwanangu unapata biashara. Wewe mwanangu anakupigia sasa hivi hapa hivi. Haina mambo. Nijifungia hapa kuniita. Haina mambo. Haya. Sio tamu. Na ngoja tuende. Unaona marafiki zangu walivyonyoka. Marafiki zangu wamenyoka sana. Ni zamu yako.
unatakiwa umpigie rafiki yako. Sina kwa Nizamu yako. Unatakiwa umpigie rafiki yako as a prank. Umpigie rafiki yako umwambie kama tumegombana, so tuone react vipi. Mambo. Sasa nisema shogangu. Kuna nini? Mgomana na wewe kama nini? Kisa? You just been complaining. Kama machizi. Yaani kisa chanzo nini? Kuna siku kuna mdada text TikTok, nikamwambiaje usimjibu, maana mdada mwenyewe alipokaa ni kama nisemeje, nikamwambia usimjibu. Kumbe kaenda kazini huko, kaenda kamjibu, wamechati, wameongea, wamepeana namba, wamekuja hadi huko, wamechati normal, sio wameambiana sio kukutana, jana usiku nimekaa nimeshika simu yake, nikasema ngoja nijitumie video Snapchat na video nyingi. Nimechukua simu yake hivi naingia kwenye message, ndo nakuta message kafuta, lakini sasa tunajua message zinabaki. Kwa nimekuta message pia namwambia sijui waonane sijui nini. Ndio hivyo amenitumia message namwambia sijui waonane sijui nini. Uishi vipi? Kama nitakuuliani niache. Yeye mwenyewe hizi kwa. Hayupo, tumekumbana na kaondoka. Nilikosa na lako kile lakini still kakasirika kaondoka. Usilie bwana sana. Niache naye. Watu wengine wanataka nini? Sasa nifanye. Kwa hiyo bwana, niko na mtoto mara. Ndio muendelee. Na nili tarehe imeilishwa mpaka tarehe 22 mwezi wa 11. Uishi. Yes, interesting fact. Yeah, don't tell Wewe? me. Alikuwa na TikTok. Nini? Alikuwa na TikTok. Amechati TikTok. Alinitafuta ule mdada ndo kanitafuta hiyo kwanza. Nikamwambia usimjibu. Yeye kumbe kaenda kazini kachati naye, wamepeana namba, wamechati mpaka na text, ndio nimesikuta hizo message huko. Wewe tamani. Nifanyeje mimi? Ndio wewe na mimi nafikiria kuna sehemu nipo nashinda kuongea vizuri. Ndio.
Ngoja nitakupigia na kupigia muda sio mrefu. Nikitulia tunakupigia ili tukupigie vizuri. Rafiki yako anakupigia ataka kwambia nini baada hapo? Sasa sitapata Tuachane. Sitaachana, nishauri. Hata kushauri nini? Wewe unasema kushauri nini? Sijui ni shock sasa, sijatashauri. Yaani wizi. Kama vile kufanya. Mimi nimeondoka. So tufanye prank ya mwisho kwa marafiki wengine tofauti. Na rafiki mwingine tofauti na Jasmine. Ni ana. Una. Lakini wewe unapata ni okay. Ngoja basi mimi nianze afu utafuata. Tutajua. Nampigia mshikaji hapa. Namwambia kama jana tulikuwa wote. Yaani kama vile tulikuwa wote yani sehemu usiku. Ndio maana nikachelewa kurudi nyumbani. Afu nione yeye atareactive, si ndio? Ataweza taka niangushe. Anaweza kaniangusha. Kaka. Fulo. Niambia. Ni aje? Safi kwema. Fresh wapi? Sasa hivi nipo mitaa Makongo juu. Eti Fulo. Mwanangu jana usiku si tulikuwa wote hapo tumespendi muda hapo mwanangu. Ndio. Mimi nimekaa hapo nimeondoka mida usiku sana kama kwenye saa 7 saa 8 hivi. Ndio kaka. Eti acha tushemeje yako namuelekeza hapa aniamini kabisa. Yeye anasemaje? Yaani jana nimechelewa kurudi nyumbani, ushaona? Namuelekeza nimetoka kazini, nimetoka na Fulo. Tukaenda kwake. Tumekaa sana. Ndio nimekuja huko. Sasa nimempigia hapa nimeweka loudspeaker kusikia. Mwanangu. Hapo hujaribu kuongea anakusikia, hapo hujaribu kuongea akuelewe. Semaje vipi? fresh mambo. Safi mzima. Mzima sio. Safi kwema. So kwema. Kwa nini? Jana mlikuwa wapi? Jamani alininyua hapo kwa sababu ndo nilikuwa mtu wa mwisho. Baada ya pale akanisindikiza ni nyumbani ndo akasepa. Saa ngapi ilikuwa? Kama saa 7 hivi. Sababu nilichelewa kwenda kunyoa pale saluni. Haya. Sawa. Nashukuru maana alikuwa nielewi kabisa. Haina noma na. Mama. Mpigie rafiki yako na atapokea. nani?
Mambo. Poa, mzima. Mzima sio kwa sababu. Nipo Bayakuda. Eti. Jana sina nilikusindikiza TIA. Jana sina nilikusindikiza TIA. Bayakuda soga yangu naambie. Jana tulienda TIA. Tulienda TIA saa ngapi? Maana namwambia hivi jana tulikuwa wote hata kuniambia. Tulienda TIA, tulienda saa ngapi unakumbuka? Wewe. Marafiki una wewe. Rafiki anashinda kukuokoa kwenye shida. Rafiki zako wamenyoka akili sio? Ila kwa sababu ni huyu. Angekuwa Jasmine hapo, angekusupport. Ndio lazima nisupport shoga. Angekuwa Jasmine hapo angekusupport. Lakini nimefurahi, nimependa. Kwamba Sio. Yuko leo. Bora rafiki yako yuko leo. So jamani, tunadhani mmefurahi sana, mmeenjoy sana kwa kutusikiliza, kutuona pia. Si pia tumefurahi sana na msichoke kutufuatilia. Leo tulikuwa Gavoo Media kwenye kipindi cha The Couples. Kwa tumejisikia furaha na faraja pia kwa hapa. Tumepiga story nyingi sana. Tumefurahi sana na msichoke kutufuatilia jamani. With Dollar and Fee. Nawapenda sana sana sana. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.